Kwenye kamati ya fedha jana, Mheshimiwa Mstahiki, tulipewa taarifa kwamba bandari yetu ya Dar es Salaam sasa hivi average ya containers zinazotakiwa kupakuliwa pale ni 1,500,000 kwa mwaka. Ni wastani wa karibia container 1,160,000 kwa mwezi. 1,160,000 kwa mwezi. Sasa kiwango hiki tulichokifikia sasa hivi cha mzigo ambao unapakuliwa sasa hivi, wataalamu wa kimataifa walikadiria kwamba tungefikia ifikapo mwaka 2030, lakini tumekifikia miaka 5 kabla. Inakadiriwa sasa kwa uwezo huu wa bandari tunapokwenda, itapofika mwaka 2030 tutaenda kwenye kontena milioni 3. Maana yake ni mara 2 ya hali iliyopo sasa. Sasa takwimu hizi naomba mzielewe vizuri. Bandari ili iweze kufanya kazi vizuri, 60% ya eneo lake inatakiwa kuwa wazi ili kuruhusu movement ya mitambo iweze kutembea mle bandarini. 60% inatakiwa iwe wazi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mzigo unapopakuliwa haraka utoke nje ya bandari. Kwa bandari haitakiwi kuwa eneo la uhifadhi wa mizigo. Bandari sio eneo la uhifadhi wa mizigo. Mizigo inatakiwa itoke haraka. Sasa inapotakiwa itoke haraka, inatakiwa iende wapi? Mizigo inayopakuliwa bandarini kwa sasa, average wastani 50% ni mizigo inayotumika ndani na 50% ni mizigo ambayo inasafiri kwenda nchi jirani zinazotumia bandari yetu. Sio kwamba imepangwa, imetokea automatic, lakini wakati mwingine mzigo wa ndani unakuwa ni mkubwa zaidi kwa 51% na mzigo unaokwenda nje unakuwa ni 49%. Katika mzigo wote ule unaotakiwa kubakia nchini kwa ajili ya matumizi ya nchi, 90% ni kwa mkoa wa Dar es Salaam peke yake, na 10% tu ndio inayokwenda kwenye mikoa mingine. 90% ni kwa ajili ya matumizi ya mkoa wa Dar es Salaam, maana yake viwanda, lakini pia soko la Kariakoo. Sasa sisi Temeke ndio ambao tuko karibu zaidi na lango la bandari. Kwa hiyo kwenye hiyo 90% ya mzigo unaobakiwa nchini, 67% inabakia Temeke. Sasa 90 ukitoa 90 ukitoa 67 unabakiwa na 23. Hii 23% ndio unayoiona inakwenda kwenye maeneo ya ndugu zetu Ilala, Kinondoni, Kigamboni na maeneo mengine. Sasa tunazungumza 67% ya containers ya 1,500,000 kwa mwaka, lakini itapofika 2030 tutakuwa na container 1,300,000. Maana yake ni nini? Kama tunaona hali hii inaendelea sasa hivi, itapofika 2030, maana yake kama tunatakiwa kulalamika sasa, tunatakiwa tulalamike, kelele inatakiwa kwa mara 2 ya kiwango tunacholalamika sasa hivi. Sasa tunatakiwa tulalamike, au kama manispaa tunatakiwa tujiandae kuona kwamba hii ni fursa. Bandari haiwezi kuhama, ndugu zangu. Bandari ndio lango kuu la uchumi wa nchi. Bandari haiwezi kuhama, na maroli lazima yaje kwa ajili ya kutoa hii mizigo bandarini kwa haraka ili bandari iweze kufanya kazi. Niwakumbushe, ndio maana katika mpango wetu ule wa miaka 10, kama mnakumbuka, sisi Mstahiki alipokuwa ameenda huko Baku, anasema tulikuwa sana mbele ya muda. Alikuwa anasema sisi tulikuwa mbele ya muda kufikiria kitu kinachoitwa redevelopment, kurudi kupanga Temeke yetu kwa kuangalia changamoto zilizopo katika wakati husika, lakini kwa kuangalia pia fursa zilizopo katika wakati husika. Na ndio maana sasa mtakumbuka tukasema haya maeneo yote yanayopakana na bandari, kama maamuzi yaliyofanyika ya Kurasini ni likely yanatakiwa yaende kufanyika sasa katika maeneo haya mengine, kata za Mtoni, kata za Azimio, kata za Keko na kata nyingine zote hizi. Kwa vyovyote vile ni lazima ziingie katika mpango wa upanuzi wa nini, wa bandari. Vinginevyo izuia bandari yetu kufanya kazi kwa tija kubwa, na tufahamu kwamba bandari ndio uchumi wa taifa. Kwa hiyo hali iko hivyo, waheshimiwa, na ndio kusema kwamba sasa hatuwezi tukawa na majibu ya muda mfupi.
Hatuwezi tukawa na majibu ambayo ni short term. Jambo hili ni jambo linalohitaji maandalizi, na mapambano haya sio ya kwetu peke yetu. Tumewaeleza watu wa bandari mpango wa miaka 10 wa maendeleo ya Temeke na ile eneo la redevelopment. Wameubeba, wameunda task force ambayo itatuhusisha sisi Temeke, itahusisha bandari, lakini itahusisha Wizara ya Ardhi, ili kuubeba mpango huu ili uweze kufanikiwa, kwa sababu kufanikiwa kwa mpango huu wa miaka 10 ndio pia kufanikiwa kwenye mpango wa utanuzi wa bandari.